Habari. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Asma Ali Hassan Mwinyi, mbunge jimbo la Welezo. Pia ni mwenyekiti na mwanzilishi wa Asma Mwinyi Foundation. Leo tuko katika gereza la Segerea. Ujio wetu wa leo ni katika kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia duniani. Na sisi tumeona kwamba tuje leo hapa katika maadhimisho haya kuangalia wanawake wa kike ambao wako hapa gerezani na kuwapatia kitu kidogo tu ambacho ni taulo za kike wakapata kujistiri wao wenyewe, pamoja na Pampers kwa ajili ya watoto wadogo ambao wako hapa, wanawake ambao wamejifungua, lakini pia na miche ya sabuni ya kuweza kufua nguo zao. Na hii siku 16 kama zinavyotambulikana huwa zinafanyika kila mwaka inapofika tarehe 25 mpaka tarehe 10 Disemba. Na sisi tumeona kama kwa wale ambao wanatufuatilia wameona kwamba wiki iliyopita tulikuwa tuna marathon ambayo inaitwa Stop GBV Half Marathon, ambayo yenye lengo ya kupinga na kutokomeza udhalilishaji wa kijinsia. Kwa hiyo bado tuko tunaendelea hizi siku 16 na leo tumekuja hapa. Lakini dhumuni letu sio kuja tu hapa. Asma Mwinyi Foundation itagawa hizi taulo za kike katika magereza yote ya Tanzania bara pamoja na visiwani. Asanteni sana. SSP Hamida Musa Matimba, mkuu wa gereza la wanawake Segerea. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa ujio wa mheshimiwa mbunge na pia ni mmiliki wa taasisi ya Asma Foundation katika kuelekea katika siku 16 za kupinga ukatili, udhalilishaji wa kijinsia. Mimi kama mwanamke nimefurahishwa sana kwa sababu taasisi hii imetambua thamani ya mwanamke na wakaweza kumtembelea mwanamke aliyoko gerezani. Kiukweli kitaifa mmefanya kitu kikubwa sana. Tunashukuru sana, tunasema asante, na wanawake hao wamefarijika sana na wametambua thamani yao. Kiukweli hatuna cha kusema isipokuwa tunasema ukatili upo na jamii inapaswa kubadilika, kwa sababu tukiangalia wanawake wengi walioko ndani, nyuma yao kuna udhalilishaji. Unaweza kuona mambo mengi yanayotendeka. Mwanamke anadhalilika kwa namna nyingi. Mwanamke anatumika kufanya kazi mbalimbali ambazo ni kinyume na utaratibu. Na kwa sababu yeye ni mwanamke na baadhi bado hawajitambui, anaingia katika makosa ambayo angeweza kusimama asingeingia. Kwa hiyo tunaishukuru taasisi na imeweza kusimama na sisi. Tunashukuru kwa kidogo mlichotuletea. Tunasema asante sana. Kama wanawake tumefarijika sana na tunasema isiwe mwisho. Karibuni tena wakati mwingine. Asante.